Nilikupatia taarifa kumhusu mrembo mwimbaji wa muziki kutokea nchini Nigeria Ayra Starr ambaye kwenye usiku wa tuzo za BET alibuka mshindi kwenye kategori ya Best International Act, na licha dosari kidogo kutokea hasa kutuzuia kupewa kwenye backstage, yani sio kwenye main stage kama ambavyo tangu mwaka 2018 kuja mpaka mwaka 2024 tuliona wasanii wote kutokea Afrika ambao waliibuka na ushindi kwenye kategori walipewa heshima hiyo. Sasa kuna hili jingine kubwa ambalo limeweza kuzungumzwa kumhusisha msanii huyu, hasa baada ya page ya Roc Nation kupitia X kumpongeza msanii huyu kwa ushindi huo mzito. Roc Nation walishare taarifa hiyo ya Ayra Starr kuibuka mshindi kwenye kategori ya Best International Act na kisha kusindikiza na maneno yasemayo "Congrats to Ayra Starr on winning her first BET award", yani kuwa pongezi kwa Ayra Starr kwa ushindi wake wa tuzo hii ya BET kwa mara yake ya kwanza. Sasa kama ulikufahamu, Roc Nation kwenye page zao huwa hawamposti ama hawatoi pongezi kumhusisha star yote wa muziki ambaye haji associate nao. Yani huenda mtu huyo kama ni upande wa michezo basi wanafanya naye kazi kwenye Roc Nation Sports, kama ni upande wa muziki na masuala ya filamu basi ni huko kwenye Roc Nation Entertainment. Sasa hiki ambacho ameweza kukifanya kwa Ayra Starr limekuwa ni gumzo ama swali kwa wengi, licho kwamba tunafahamu Ayra Starr yupo chini ya Mavin Records kwa muda mrefu, na haishangazi upande wa Mavin Records kumwona msanii kuwa sign pia na kampuni nyingine ambayo ni kubwa tena nje ya Afrika. Kipindi ambacho Tiwa Savage alipokuwa chini ya Mavin Records alikuwa pia akifanya kazi na Universal. So hii kwa upande wa Ayra Starr huenda kwa hivi, yani lichokuwa yuko Mavin Records, lakini Roc Nation ni moja kampuni kubwa upande wa masuala ya kimuziki ambao ana push muziki wake worldwide. Nimejaribu pia kufuatilia kuona taarifa hii kama ni sahihi. Ukiuliza upande wa Wikipedia, wasanii ambao wako chini ya Roc Nation walioshinda kwenye tuzo za BET usiku kwa mkia hii leo ni wasanii wawili. Wasanii hao ni Kendrick Lamar ambaye alishinda tuzo 5 kati ya 10 ambazo walikuwa nominated, na Ayra Starr ambaye huyu ameshinda tuzo moja kwenye hiyo category. So hii inatuaminisha wazi kuwa Ayra Starr yupo chini ya Roc Nation ya rapper Jay-Z. Hii hapa ni SNS Management Man.